Mpendwa msikilizaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, na karibu katika kipindi cha Kisima cha Uzima. Jina langu ni Askofu David Remi kutoka kanisa la Wonders of Faith Ministries Kitengela. Mada ya ujumbe wetu leo ni kutoa shukrani kwa mwaka wa 2025. Mwaka huu umekuwa na mambo mengi sana ambayo yamefanyika, na kama Wakristo ni wakati wa kufikiria na kujua hatujafika hapa kwa sababu ya uwezo wetu. Tumefika hapa kwa sababu ya huruma na neema za Mwenyezi Mungu. Andiko letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 29 inayosema, "Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele." Msikilizaji wangu, tunapotazama vile ambavyo mwaka huu ulianza mpaka pale ambapo tumefika, sijui wewe umepitia mambo yapi, lakini mimi nimetazama kimaisha, nimetazama mambo ambayo yameendelea katika nchi yetu, pia ninatazama mambo ambayo yamefanyika katika familia yangu, pia ninatazama maisha yangu mimi mwenyewe. Ninaona kwa hakika kuna mambo ambayo yamekuwa, mengine ni changamoto sana, lakini Mungu aliniwezesha kuyashinda. Na mambo mengine tumeangalia kama taifa, tumepitia kipindi ambacho kimekuwa na mambo mengi, mengine si ya kufurahisha sana, na mengine pia labda umeyafurahia ama nimeyafurahia. Lakini tukiangalia tunaona kwa hakika kwa yote uwepo wa Mungu na uwezo wa Mungu umekuwa mahala pale. Watu walio na shukrani wako na faida nyingi sana, kwa sababu kuna watu ambao huwa hawana shukrani. Kwanza kabisa niseme hivyo, cha kushikitisha ni kwamba kuna watu ambao huwa hawana shukrani, na watu wengi ambao hawana shukrani ni kwa sababu huwa wanaona ni kana kwamba ni nguvu zao ama uwezo wao umewafikisha pale ambapo wamefika. Na maandiko yanatuambia kitabu cha Timotheo kwamba siku za mwisho maovu yataongezeka, na kitu kimoja ambacho kitafanyika hata kama dhambi zitakuwa nyingi ni kwamba watu watakosa kuwa na shukrani. Kwa hivyo kukosa kuwa na shukrani ni machukizo, tena ni dhambi mbele zake Mungu. Kwa sababu kwa hakika, sijui kama umepitia mazuri ama magumu, lakini umefika hapa mwezi huu, dakika hizi, mwaka huu wa 2025, kwa hakika ni mkono wa Mungu umekufikisha pale. Unaweza kuwa unaangalia orodha ya mambo ulikuwa unataka kutekeleza katika huu mwaka, lakini haukayatimiza yote. Usikate tamaa. Cha muhimu ni kwamba uko hai, uko na uzima, na kuna kitu kizuri ama mambo mazuri ambayo bado yako katika maisha yako. Tafadhali usikose kuwa na shukrani katika moyo wako. Kukosa shukrani ni dhambi mbele zake Mungu. Kukosa shukrani ni machukizo mbele zake Mungu. Ni ishara ya kwamba moyo wako ni mgumu, kwa sababu uko na kiburi. Watu walio na kiburi, hao ndio huwa hawashukuru Mungu. Kukuwa na shukrani inamaanisha mambo mengi sana katika maisha yako. Mtu aliye na shukrani ni mtu ambaye anatambua kwamba ni Mungu amemwezesha. Yaani hauna imani kwa nguvu zako, hauna imani kwa uwezo wako, hauna imani hata kwa marafiki. Imani yako ni kwa Mungu. Na pia ni vizuri kuwa na shukrani kwa wale watu ambao Mungu amewaweka katika maisha yako, kwa sababu kwa hakika kuna mtu amekushika mkono ndio uweze kufika pale ambapo umefika. Labda ni mzazi amekushika mkono kama mwanafunzi, umesoma, umegraduate. Shukuru Mungu, shukuru huyo mzazi. Labda pia kuna mtu amekushika mkono katika ule mradi ambao unaofanya. Labda kuna mtu amekushika mkono na sasa hivi unapanga kwenda nje ya nchi. Haijalishi ni nini, lakini kuwa na shukrani kwa Mungu, pia kuwa na shukrani kwa watu wale ambao Mungu anatumia katika maisha yako. Kuna watu tunaita destiny helpers ama destiny connectors, watu ambao watakuunganisha na hatima yako. Usikose kuwa na shukrani kwa Mungu, pia usikose kuwa na shukrani kwa watu wa aina hiyo, wale ambao Mungu anakutumia katika maisha yako. Mimi nimeona nguvu za kuwa na shukrani sana katika maisha yangu. Nimekuja kuelewa, msikizaji, ya kwamba ukiwa ni mtu amejawa na shukrani, hivyo ndivyo watu hukuza imani. Imani hukua kwa kukuwa na shukrani. Ukiwa unaangalia mambo yale ambayo umepitia katika maisha yako yote katika huu mwaka wa 2025, na alafu uchukue kitabu na kalamu, andika orodha, andika mambo yale ambayo unataka kushukuru Mungu kwa ajili yake. Utaona kila mwezi ulikuwa na ushuhuda, ulikuwa na kitu ambacho kilifanyika ambacho si cha kawaida. Na haya mambo ukiendelea kuyasoma mpaka hapo tumefika Desemba, kwa hakika imani yako itajengeka. Watu walio na shukrani ni watu ambao wako na imani.
na imani yao huwa iko na nguvu sana. Hao ndio hutekeleza mambo makubwa katika ufalme wa Mungu. Pia nguvu za shukrani nyingine za kushangaza ni kwamba ukiwa na shukrani, hapo ndipo Mungu hutenda miujiza. Maandiko yanatukumbusha ya kwamba wakati Yesu alikuwa na upungufu na kuna watu 5,000 kwenye uwanja, wanaume peke yao walikuwa ni 5,000 bila kuhesabu wanawake na watoto. Lakini akapatiwa mikate 5 na samaki 2 na yule mtoto aliyekuwa pale. Mtoto mkarimu akapatiana mikate yake na samaki wake waweze kulisha wale watu. Na maandiko yanatuambia kwamba wakati Yesu Kristo alichukua ile mikate na samaki, aliinua macho yake na akashukuru. Na baada ya kushukuru, msikizaji wangu, kile chakula kiliweza kujumlishwa kimiujiza na akaweza kulisha watu 5,000, wanaume peke yao 5,000 na watu wengine ambao hatuwezi kujua idadi yake walikuwa ni wengi, na kile chakula kikabaki. Nataka kuambia msikilizaji ni kwamba shukrani izasababisha hata yale ambayo hujaweza kutekeleza uweze kuyatekeleza. Zile ndoto hujaweza kutekeleza utaweza kujitekeleza. Na kile kilicho katika mikono yako, labda unaangalia pesa ulizo nazo unaona kana kwamba hazitaweza ule mradi unataka kufanya. Labda unaangalia zile pesa ama kiwango cha mshahara wako, kisha unaangalia January na unaona kana kwamba hii pesa itatosha kwa school fees ya mtoto. Lakini wacha nikwambie, kwa kiwa ni mtu uliye na shukrani mbele zake Mungu, kile kilicho katika mikono yako kitajumlishwa. Mungu atatenda muujiza wa kukujumlisha na maisha yako yataweza kuinuka kwa njia isiyo ya kawaida katika jina lake Yesu Kristo. Kwa hivyo msikilizaji wangu, kuwa na shukrani kwa ajili ya mwaka huu wa 2025. Pia nikwambie nguvu zingine za kukuwa na shukrani ni kwamba ukishukuru hata vitu vinavyokufa unaweza ukavifufua. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Yohana 11 ya kwamba Yesu alienda kumfufua Lazaro, na alipofika pale kaburini na akasema jiwe liweze kubingirishwa. Wakati lile jiwe lilibingirishwa, maandiko yanatuambia kwamba Yesu aliinua macho yake na akashukuru, akasema ewe Mungu, ni asante kwa sababu kila wakati ninapokuita huwa unanisikia. Baada ya kushukuru akatoa amri, Lazaro fufuka. Na tunashangazwa na maandiko kwa sababu Lazaro aliweza kufufuka. Lakini ukiangalia formula, kama utaweza kuita formula ya vile Yesu Kristo alivyomfufua Lazaro, alianza na shukrani. Hebu tazama hiyo biashara yako ambayo imeanza kukuwa changamoto. Hebu angalia hiyo ndoa yako ambayo imeanza kukuwa na changamoto pia. Hebu angalia wale watoto ambao uko nao, labda wameanza kukusumbua kwa sababu ya mambo ya teenage. Lakini badala ya kulalamika na badala ya kusumbuka kimawazo na badala pia kuangalia mambo yanayoendelea na uanze kukuwa na hofu, inua macho yako kama Yesu Kristo, anza kushukuru Mungu, anza kuwa na shukrani, na mimi nakwambia kwamba vitu vinavyokufa vitaanza kufufuka. Miradi ambayo imekwama Mungu ataweza kuisongesha mbele. Ndoa ambayo imeanza kuingiwa na changamoto, wacha nikwambie, ukianza kuwa ni mtu ambaye una orodha ya shukrani kwa Mungu na shukrani kwa sababu ya mwenzako, wacha nikwambie, yale ambayo yanaanza kukuwa ni changamoto yanaanza kudidimia, na Mungu anaanza kuleta uvivio katika maisha yako katika jina lake Yesu Kristo. Kwa hivyo msikilizaji wangu, siku ya leo ninakutia hii changamoto, hata kama mambo hayajaenda vile ulikuwa unataka yaende, na kutia moyo siku ya leo. Shukuru kwa yale ambayo umeyapata. Shukuru kwa uhai ulio nao. Shukuru kwa sababu uko na nyumba unaingianga kila siku unalala. Shukuru kwa sababu uko na mkate wa kukula. Shukuru kwa sababu uko na afya. Na hata kama labda uko na maumivu katika mwili wako, ama labda uko na changamoto fulani katika maisha yako, hata leo nataka nituombe kwa imani. Mungu tena miujiza katika hiyo hali ngumu uko nayo. Una mambo bado ya kutazama na useme Baba ni asante kwa sababu huu umbali nimefika. Haya mazuri nilio nayo si nguvu zangu, si wema wangu, si kwa sababu mimi ni mwerevu sana, ni kwa sababu umenitendea mema. Ni mkono wako na rehema zako zimenifikisha hapa ambapo nimefika. Baki ukishukuru Mungu.
Mungu. Mtajie mambo yale ambayo unamshukuru kwa ajili yake, na imani yako itaendelea kukua na nguvu katika jina lake Yesu Kristo. Baba wa milele, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu siku ya leo. Baba, ninajua kwamba mambo ya kutoa shukrani ni mapenzi yako. Tunaambiwa kwa kitabu cha Wathesalonike, katika kila jambo tuweze kumshukuru Mungu. Baba, mimi nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu, na kwamba Mungu wa milele ukamsaidie moyo wake Baba endelee kukua na nguvu kwa sababu ya shukrani katika moyo wake. Baba, kila kitu ambacho atakutajia akishukuru, Baba, wache hiyo iwe ni fursa ya kumtia nguvu na kumtendea hata mengine mengi yale ambayo anahitaji katika maisha yake. Baba, nakuomba kile kilicho katika mikono yake Baba ukaweza kukijumulisha. Baba, ndiye aweze kuendeleza miradi yake. Baba, ndiye aweze kusomesha watoto. Baba, ndiye aweze kusababisha kazi zake zisonge mbele, hizo biashara zao ziweze kuinuliwa, Baba, ziweze kuimarika. Baba, walioajiriwa wanaposhukuru kwa sababu ya kazi zao, Baba milele kasababishe waweze pia kuinuliwa kiwango cha kikazi katika jina lake Yesu Kristo. Ninawaombea promotion Baba, nawaombea pia endelee kuwadumisha katika afya nzuri, waweze kufanya kazi zao wakiwa na nguvu zako na mwongozo wako. Na Baba milele, walio na changamoto zozote, labda wako na shida za kimagonjwa, Baba wako na shida za kikazi, Baba wengine labda walifutwa kazi, Baba wengine wanapoteza vitu ambazo ni muhimu kwao. Ewe Mungu wangu, nakuomba kawapiganie Baba milele, kajiinue katika maisha yao Baba, kainukia wanaowainukia, ukawatendea miujiza Mungu wa milele katika jina lake Yesu Kristo. Na Baba milele, aliyekuwa akilalamika Baba kamjaza wimbo wa sifa na shukrani katika moyo wake katika jina lake Yesu Kristo. Na Baba, vitu vilivyokuwa vinakufa vianze kufufuka sasa, vianze kufufuka sasa, kukuwa na uvivio katika ndoa, uvivio katika biashara zao, pia uvivio wa kiroho katika jina lake Yesu Kristo. Labda kuna mtu ambaye amenisikiliza na alikuwa amekufa moyo kwa sababu ya matukio ya kimaisha, Baba milele na kuomba anaposikia hili ombi, guza moyo wake, revive moyo wake, mpe amani, mpe ushindi, mpe ushuhuda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Ninashukuru na omba na kuamini. Amen. Bwana Mungu wetu, sisi wana wako tunakuomba Mungu, tunapoishi duniani tuishi nawe. Bwana Mungu wetu, sisi wana wako tunakuomba Mungu, tunapoishi duniani tuishi nawe. Asante mwaka mzima kwa neema na rehema zako Mungu atujali. Asante mwaka mzima kwa neema na rehema zako Mungu atujali. Mwaka mzima umetulinda. Shukrani kwako Mungu kwa kutupa mwaka mpya tukiwa hai. Mwaka mzima umetulinda. Shukrani kwako Mungu kwa kutupa mwaka mpya tukiwa hai. Asante mwaka mzima kwa neema na rehema zako Mungu atujali. Asante mwaka mzima kwa neema na rehema zako Mungu atujali. Maombi yetu na lengo letu mwakani mpya. Hiyo ni kwaya ya Emali na wimbo mwaka mpya ambao unatujulisha kwamba ni kwa neema ya Mungu tumefika mwisho wa mwaka huu na ni yeye atatuwezesha kuona mwaka mpya. Wimbo huu unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Jude Mungori, mimi ni Askofu David Remi kutoka kanisa la Wonders of Faith Ministries Kitengela. Mungu akubariki na akupe mwaka mpya wenye mafanikio. Amina, amina.